Halo, habari. Karibu katika sehemu ya 4 ya simulizi yetu nzuri ya mateso ya kuzimu. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Baada ya watu wale kuingia msituni kwa ajili ya kutafuta matunda ili waweze kupunguza njaa, wakati huo wakiwa wanasubiri msaada wa kuja kuokolewa. Basi walifika mahali wakaona kuna bustani. Bustani nzuri iliyolimwa kiustadi, bustani ya nyanya pamoja na nanasi. Basi wakaivamia na mtu mmoja akasema, Alhamdulillahi, Mungu katenda miujiza. Mtu mmoja aliropoka na kulivamia lile shamba na kuanza kuchuma nyanya na kutafuna. Waliamini kupitia nanasi zile na nyanya zile ndani ya bustani ile zingeweza kuwapa nguvu hadi wakati ambapo msaada utakapopatikana. Hali ilikuwa tofauti kwa Amos. Yeye alibaki amekodoa akisaili akiangalia ile bustani. Aliamini shamba lile halikujitengeneza lenyewe kwa bahati mbaya, pamoja na kwamba tangu waangukie katika kisiwa kile hakupata kumwona binadamu wa kawaida zaidi ya mauzauza, lakini kupitia shamba lile akaisiki vyovyote vile ndani ya kisiwa kile kuna watu wanaishi. Swali kuu likaja. Je, watu wanaishi ndani ya kisiwa hicho ni akina nani? Ni binadamu wa kawaida ama mizimu au na majini? Basi wakati anajiuliza mambo hayo, wenzake walikuwa hawana habari wala hakujali chochote. Waliendelea kushambulia matunda yale kwa fujo. Walikula mpaka wakala tena. Matumbo yao yaliposhiba, wakabeba kiasi kingine kwa ajili ya kuwapelekea wenzao waliowaacha kule ufukweni mwa bahari. Basi waliamini kupitia matunda yale yangewasaidia kujaza matumbo yao hadi ambapo msaada ungepatikana. Wakiwa wanarejea sasa, wanarudi kule kwenye pwani ya bahari. Wakiwa watu wenye matumaini ya kuendelea kuishi hadi msaada utakapopatikana. Ghafla ilisikika sauti moja ikitokea vichakani. Sauti hiyo ilikuwa ni ya mtu aliyeonekana kuwa taaban kutokana na mbio. Ilikuwa ikiomba msaada. Maneno yake yalikuwa hayatamkiki vizuri. Pumzi zilikuwa zikimtoka mithili ya jibwa koko lililonusurika kumezwa na chatu. Amos na wenzake wakabaki wanamshangaa. Chakara za nyayo za mtu huyo zilikuwa zikisogea kuja usawa wao kwa kasi. Hawakujua ni nani kutokana na uwepo wa vichaka vingi vilivyokuwa mahali pale. Ni nini hicho? Mtu huyo mmoja akauliza. Sijui, atakuwa mwenzetu? Sidhani. Sasa itakuwa ni nani? Jibu halikupatikana. Amos akashangaa. Akili yake bado ilikuwa juu ya mtu aitwaye Bastard, ambaye mzuka wa mama yake ulimtaka mtafute. Je, huyo ajaye ni Bastard? Akajiuliza kimoyomoyo. Nafsi yake ikawa ni yenye mahamaniko. Mara mtu mmoja alionekana, alikuwa katika mashaka makubwa sana. Aliwajia huku akikimbia mbio za farasi. Nguo zake zilikuwa zimechanika. Uso wake uliopauka kama muhogo ulikuwa na mikwaruzo na makovu mengi. Ndevu nyingi zilizokosa matunzo zilikuwa zikining'inia kidevuni mwake. Nywele zake zilijisokota kiasi cha kutoa taswira kama vile mwenda wazimu. Iliwatisha. Msaada, nisaidie, alisema huku akiwakimbilia kina Amosi. Ni nani huyu? Wakawa wanajiuliza. Kuna nini? Amepatwa na nini? Sasa wakawa wanajiuliza lakini wakiwa hawana majibu yoyote sasa. Msaada, nisaidie. Mtu mmoja akauliza, tena hofu kubwa ikitengeneza vifuani mwao. Inakuja. Mtu yule alilopoka baada ya kuwafikia. Nani? Muuaji, alisema pale pale. Hawakungoja mtu awaeleze muuaji huyo ni nani na kwa nini anaua. Walikurupuka na kutimua mbio kurudi ufukweni. Dakika 2 baadaye wakawa ufukweni wakiwa wanahema kwa nguvu. Taharuki kubwa walikuwa nayo usoni. Basi baada ya kufika kule, wenzao wakaanza kuwauliza, kuna nini? Wenzao waliwaacha ufukweni kule waliwahoji. Kila mtu alikuwa akihema, nyuso zao zilikuwa zenye wasiwasi. Wenzao wakawazunguka na kuendelea kuwahoji. Huku yule mtu mpya akiwa miongoni mwao.
Mmepatwa na nini? Mwanamke mmoja alihoji. Timu ile iliyokuwa ndani ya msitu ikiongozwa na mzee William pamoja na Amosi wote wakamwangalia yule mtu mpya waliyekutana naye msituni, ambaye walikimbia naye pamoja na kwenda naye wapi? Kule kwenye bichi. Mtu yule akatambua anatakiwa aeleze ni kitu gani alichokuwa kikikimbia ndani ya msitu. Akasema majini. Mtu yule mpya akasema majini. Watu wale walibweka kwa mshtuko baada ya kauli ile ya majini. Wakauliza kwa pamoja. Ndiyo, kuna viumbe wabaya sana hapa, alisema. Watu wote wakawa kimya wakimsikiliza. Jina langu naitwa Boniface Ngumije. Mimi ni mtafiti wa wanyama wa baharini. Nilijikuta katika kisiwa hiki zaidi ya wiki 4 baada ya dhoruba kali kutokea baharini. Nilikuwa na wenzangu ambao wote wamekufa katika mazingira tata. Nimebakia mwenyewe na tangu ninase hapa mwezi mzima nimekuwa katika mateso makubwa sana. Nani anayekutesa? Mtu mmoja akauliza. Hadithi aliyokuwa akisimulia ilikuwa haiingii kwenye akili za watu wale. Majini. Maneno yale yalikuwa ni mfano wa hadithi za pauko pakawa. Hayakuwa na ujazo wowote kwa watu wale. Basi mzee William akajikuta anachukizwa na kitendo cha kukimbia kwa jambo la kihayawani kama lile. Labda ungesema wewe ni mtu mwenye matatizo ya kiakili, pengine tungekuelewa. Lakini sio ujinga huo unaozungumza hapa. Mtu mmoja akamwambia kwa dhihaka. Kwa hiyo na nyinyi mlikuwa mnakimbia kutokana na haya anayosema huyu? Mwanamke mmoja aliwauliza wenzao huku akimwangalia mzee William kama kiongozi. Aibu ikamshika mzee William, akajisikia vibaya kuona alivyokurupuka na kukimbia kama kichaa kwa kumsikiliza yule mtu aliyeibuka na kusimulia hadithi zake za kijinga. Dickson, wapeleke watu kwenye matunda. Mzee yule alisema kwa sauti ya unyonge. Kitendo cha kutokewa na mtu yule katika vichaka na kutoa maelezo ya kusadikika ilimuudhi. Kwani mlipata chakula? Watu waliokuwa ufukweni wakiwa na njaa kali wakawauliza. Ndiyo, wapi? Ndani ya msitu, twendeni. Watu wote, karibu wote wakaingia kwenye msitu ule. Kwa njaa waliokuwa nayo, hawakutaka kabisa kusikiliza hadithi za mtu aliyejiita Boniface Ngumije. Eti wao kuna majini. Mzee William alikuwa amevimba kwa hasira kali. Hakupenda kabisa namna Amos na mtu yule aliyeibuka vichakani walivyokuwa wakileta hadithi zao mbaya kuhusu mahali walipokuwa wameangukia pale, kwamba eti kuna majini. Basi kwa upande wa Amos, wakati wote mambo hayo yote wakati yakitokea, ni yeye peke yake aliyepokea maelezo ya mtu yule kwa mtazamo tofauti. Nafsi yake ilikubaliana na maneno ya mtu yule kwa 100% kubwa, kutokana na mauzauza ambayo yeye mwenyewe alikushayashuhudia kwa macho yake akiwa katika ufukwe ule. Aliamini ndani ya msitu ule kulikaliwa na viumbe wasio wa kawaida. Wakiwa wamebaki watu wachache katika ufukwe, huku mlundo wa watu wakiwa ndani ya msitu wakisaka chakula chochote kwa ajili ya kupoza njaa zao, muda mrefu ukapita bila kurejea. Hawakurudi pale. Likapita lisaa lizima likakatika. Wenzao hawakurudi. Masaa 2 yakakatika. Wenzao hawakuonekana. Baada ya kuona wenzao wamechelewa tangu walipoingia katika msitu kwa ajili ya kutafuta matunda ya kupoza njaa zao, mzee William alishauri wawafuate kujua wamepatwa na nini. Kwani una wasiwasi? Amosi akamuuliza kwa namna ya kumsuta. Hakupenda namna mzee yule alivyokuwa akimpuuza mambo aliyokuwa akimueleza kila mara. Kwa hiyo na yeye akamuuliza, kwani wewe unaogopa? Hebu tuwatafute wenzetu, Amos. Amos alitabasamu la huzuni. Hakutaka kumwangusha mzee yule. Watu wote waliokuwa wamebakia akiwemo Boniface Ngumije wakaingia tena msituni kuwafuatilia wenzao. Basi walitembea kwa zaidi ya dakika 20 hadi dakika 25 kufuata sehemu ambako waliamini wenzao kwa wakati huo walikuwepo, wakiwa umbali wa mita kama 19 kabla ya kufikia eneo lile ambalo lilikuwa na bustani ya nanasi. Hawakuamini walichokiona. Walibakia wameduaa, huku macho yao yakiwa hayaamini tukio lile lililokuwa likionekana mbele yao. Miili ya watu iliyokuwa imelala chini kwa kutawanyika kila mahali. Miili ile ilikuwa ni ya wenzao. Picha ilionekana ni kama vile kulitokea shambulio kubwa mno ambalo lilipelekea watu wale kuwa katika hali ile.
Mambo yale waliyashuhudia wakiwa umbali wa mita kama 19. Hawakuona dalili za mtu kuwa hai. Mate mepesi yaliwajaa vinywani. Hofu na mashaka ikawashika. Mungu wangu, nini hiki? Amosi alisema kwa hamaki. Basi kuna jambo baya limetokea. Mzee William naye alizungumza. Wameuawa. Ngumije naye akabwata. Kitu gani kimewaua? Hata sijui. Tuko eneo baya na la hatari. Ngumije akaropoka. Huku ni kuzimu, huku si bure. Kila mtu akawa anasema la kwake. Walizipiga hatua ndogo ndogo kusogelea miili ya wenzao. Hali walioikuta iliwatisha. Miili ya wenzao ilikuwa imejeruhiwa vibaya sana. Ni kama ilishambuliwa na mnyama fulani. Katika kutazama huku na kule, mtu mmoja alionekana akiwa katika hatua za mwisho. Basi walimzunguka. Mtu yule alikuwa akigumia maumivu makali huku akitapika damu. Basi naomba tuishie hapa kwa leo. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya mateso ya kuzimu. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwa heri.